Bwana, tunafahamu kwamba kulikuwa kuna ofa mbalimbali ambazo zilikuwa zikiletwa ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na baadhi ya wachezaji wao, na moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wakitajwa kuhitajika na baadhi ya vilabu ni pamoja na Stefano Aziz Ki pamoja na Clement Mzize, na moja kati ya klabu ambayo ilionyesha nia ya dhati kabisa kuweza kuhitaji huduma ya wachezaji hao ili Wydad Casablanca kutoka huko nchini Morocco, lakini pia Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs ni moja pia kati ya vilabu ambavyo vilikuwa vikitajwa kuhusiana na kuhitaji saini ya wachezaji hao. Lakini mara kadhaa pia tuliona klabu ya Yanga kupitia kwa msemaji wao Ali Shabani Kamwe akitoa majibu kuhusiana na tetesi hizo ambazo zilikuwa zikizungumzwa, ama taarifa hizo ambazo zilikuwa zikizungumzwa kuhusiana na wachezaji hao kuhitajika, na yeye akawa anasema kwamba ofa ambayo wanaitoa bado haijafika kabisa kiwango cha wao Yanga kuweza kuachia wachezaji hao, lakini pia akasema bado Yanga wana matumizi makubwa sana na wachezaji hao ambao baadhi ya vilabu vimeonyesha kuwahitaji. Sasa bana, tumeona kila ambacho kimezungumzwa na wakala wa Stefano Aziz Ki bana, lakini pia akiwa ni wakala wa Jean Charles wa na baadhi ya wachezaji kuhusiana na sakata la Stefano Aziz Ki kuhitajika na baadhi ya vilabu. Sasa nataka ni kupitisha kwenye kile ambacho wakala alikizungumza, lakini akitanabaisha kwamba huenda Stefano Aziz Ki kwenye dirisha kubwa la usajili asiwe sehemu ya klabu ya Yanga. Na kwa sasa mara baada ya taarifa hiyo bwana, kumekuwa pia kuna tetesi za mrithi wa Stefano Aziz Ki kama ataondoka ndani ya klabu hiyo na kutimkia huko bwana. Taarifa ama tetesi zimemnukuu Zambro Traore ambaye ni wakala wa Stefano Aziz Ki. Yeye anasema ni mapema sana kusema Aziz Ki ataenda timu gani baada ya msimu huu kumalizika, ila kwa sasa ni 80% kwa Aziz Ki hata kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga msimu ujao. Hiyo ni kauli ya Zambro Traore ambaye ni wakala wa Stefano Aziz Ki. Kuna 80% ya Stefano Aziz Ki pengine kutokusalia ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya kauli hiyo ya wakala wake. Sasa tunasubiri na kuona juu ya hicho ambacho kimeendelea kuzungumzwa, lakini mara baada ya taarifa hizo ama tetesi hizo bwana, unaambiwa mchezaji wa Al Hilal Jean Claude amesaini mkataba wa awali na klabu ya Yanga kwa ajili ya kutumikia msimu ujao. Bana, Jean Claude alikuwa kwenye rada za Yanga tangu kuanza kwa michuano ya klabu bingwa msimu huu, na alizidi kuwavutia viongozi wa Yanga zaidi katika michezo miwili ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu. Usajili wa Jean ni baada ya kupata taarifa kuwa mshambuliaji wa Yanga Kennedy Msonda wataachana naye na baada ya msimu kumalizika, na huyu pia ameendelea kutajwa kwamba ndiye mrithi pia wa Stefano Aziz Ki, ukiachana na Kennedy Msonda ambaye pia anatajwa. Kwa hiyo taarifa ama tetesi kuhusiana na jambo hilo liko hivyo, kuhusiana na fununu ama tetesi ambazo zimeendelea kumzungumza Stefano Aziz Ki kwamba huenda asiwe sehemu ya kikosi hicho kwa msimu ujao. Bana, nyota huyo wa Yanga Stefano Aziz Ki ataondoka mwishoni mwa msimu huu, na mpaka sasa unaambiwa na ofa za timu 3 mezani ambao ni Wydad Casablanca, Al Ahly Tripoli kutoka Libya, lakini pia Kaizer Chiefs. Bana, unaambiwa Aziz Ki tayari ameshatafutiwa mbadala wake ambaye kwa taarifa ambazo pia zinazungumza ama tetesi zinamzungumza mrithi wa Stefano Aziz Ki, kiachana na Jean Claude bana, zinamzungumza mchezaji kutoka ndani ya klabu ya Azam FC. Yanga mwanzo hawakuwa tayari kumwachia Stefano Aziz Ki, ila timu zote 3 ziko tayari kutoa pesa nyingi kumpata mchezaji huyo, huku wakala wake Zambro akiwa ameshaanza mazungumzo ya awali na klabu ya Wydad. Bwana, Aziz Ki unaambiwa anaondoka na hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga, na kuna baadhi ya picha ambazo zimemuonyesha meneja wa Stefano Aziz Ki Zambro Traore akiwa na kocha
wa klabu ya Wydad Casablanca, na unaweza ukatazama picha hiyo. Ni wakala wa kimataifa Zambro Traore ambaye pia ni wakala wa Aziz Ki, Yao Kwasi, Pacome Zouzoua, Jinchaze huwa kama ambavyo pia nimekujuza. Ameweza kushare picha yake akiwa na kocha wa Wydad Casablanca Roland Mkuena na rais wa klabu hiyo, akisema yalikuwa mazungumzo mazuri sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kutokana na tetesi ambazo zimekuwa zikimhusisha Stefano Aziz Ki kuondoka, na lakini pia tetesi ambazo zimekuwa zikimhusisha kuhitajika na Wydad Casablanca, na kwa picha hii ambayo inamuonyesha wakala huyo wa Stefano Aziz Ki Zambro Traore akiwa na kocha wa klabu ya Wydad Casablanca pamoja na rais wa timu hiyo, ni moja kwa moja kwamba unaona kwamba dili la Stefano Aziz kutimkia ndani ya klabu ya Wydad Casablanca huenda zikawa za kweli, na kubwa tu ni kusubiria kuona muda ukifika kama Stefano Aziz Ki kweli ataondoka ama hataondoka. Tutapata kufahamu mbivu na mbichi kuhusiana na taarifa hizo, lakini kwa sasa ni tetesi ama ni rumors kuhusiana na Stefano Aziz Ki kuondoka, lakini pia taarifa pia zikimzungumza Faisal Salum Feitoto kwamba huenda akarejea pia ndani ya klabu ya Yanga, kama ambavyo pia zinazungumza tetesi kwamba yeye pia huenda akawa ndiye mrithi wa Stefano Aziz Ki. Tunafahamu Faisal Feitoto alikuwa mmoja kati ya wachezaji muhimu ndani ya klabu ya Yanga na amecheza pia na Stefano Aziz Ki, na baada ya hapa akatimkia ndani ya klabu ya Azam FC. Ukiachana na Jean Claude Grimgisha kutoka ndani ya klabu ya Al Hilal, kuzungumzwa kwamba yeye pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanakuja kuchukua nafasi ama kuwa mrithi wa Stefano Aziz Ki, lakini Faisal Salum Feitoto pia huenda naye pia akawa ndiye anayetajwa kurithi mikoba ya Stefano Aziz Ki pindi atakapoondoka, na unaambiwa taarifa zinazungumza kwamba Chama Clatous Chota Chama huenda akarejea Simba na Faisal Salum akarudi zake Yanga. Unaambiwa mazungumzo ya biashara hizi yameshakamilika, na msimu kimalizika nyota hao watatangazwa katika timu zao mpya. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo zimeendelea kumzungumza Faisal kurudi ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia Clatous Chota Chama kurejea kwenye timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tusubiri na kuona, lakini kwa sasa ni tetesi tu kuhusiana na taarifa hii, lakini iko hivyo. Unaambiwa dalili ya mvua ni mawingu, na dalili pengine ya hiki ambacho kinazungumzwa ni tetesi, na tetesi zenyewe ndio hizi hapa. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea mara baada ya taarifa hii ya Stefano Aziz Ki kuhusishwa kuondoka, lakini baadhi ya wachezaji wakitajwa kuja kuchukua urithi wake pale ndani ya klabu ya Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.